Na hili sio kwa sababu ya kuwapaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Na hili ni kuliweka wazi ili kuwapasua watu wengine waweze kutambua. Tofauti ya Young Africans na Simba Sports Club katika safu yao ya ushambuliaji. Young Africans ina wachezaji bora sana. Pengine kuliko Simba Sports Club. Yes, Young Africa. Of course, uwezi ukapata mshambuliaji bora ndani ya Simba ambaye yuko juu ya Dube. Uwezi kumkuta. Uwezi kumkuta mchezaji huyo Mpanzu ambaye tunasema ni bora, huo Mpanzu mwekee Pacome. Huo upande. Unaondoka na Pacome, Mpanzu unamwacha. Upande wa Kibu Dennis utachagua umweke Max, umweke nani? Utamchukua Max mbele ya Kibu. Kwa hiyo utagundua Young Africans ina wachezaji bora wenye uwezo mkubwa kuchezea hata mpira kuliko wao. Lakini Simba ni kana kwamba wale wachezaji wanataka kujionyesha nao ni wakubwa, kumbe si wakubwa kwa namna ambavyo wanacheza. Mtazamaji wa Choice Sport TV, mbele tupo na farasi wa vita, mchambuzi nguli kabisa wa soka hapa nchini Tanzania. Kaka vipi, kwema? Bwana kwema ndugu yangu, mambo yanaendaje? Mambo shwari kabisa. Ndio, tuko vizuri. Sawa, nataka tuangazie swala la michezo. Tukumbuke hapo juzi Simba alicheza, lakini licha ya hivyo Yanga pia alicheza, lakini mechi ya Yanga ilikuwa ni mechi ya kisasi, naweza nikasema kwa upande mwingine. Lakini Yanga aliondoka kwa magoli 3-0, lakini licha ya magoli yale kwa performance yake ukiangalia ni kama vile yani imezidi kuwa ya moto sana. Nataka uniambie kwa upande wako wewe, kwa Yanga hii ya sasa hivi, wewe inakuonesha kitu gani? Maana tukiangalia imekuwa ya moto kweli. Of course Yanga imekuwa bora na mchezo dhidi ya Tabora United imetuonesha hivyo kwamba Yanga ni bora, lakini ubora ule sio kwamba hatujawahi kuuona kwenye klabu ya Yanga tangu ianzishwe, na sio kwamba kwenye msimu huu Young Africans kuna mechi ambazo wamecheza bora kuliko hata mechi dhidi ya Tabora United. Lakini ni wengi ambao tumeitazama mechi kutokana na maneno ambayo alikuwa yanaendelea nje ya pazia, tukaamini kwamba ni mechi ambayo itakuwa ngumu, na ile ni mechi ambayo imetuonesha level ya wachezaji wa Tabora ukomo wao ni wapi, na level ya wachezaji wa Yanga kwamba hawana kikomo, hata uweke namna gani wanaweza kupata alama 3. Maana yake ni kwamba kivyo vyote vile hata yote aliyokuwa anasemwa yafanyike yasifanyike, kama level ya wachezaji wa Tabora imeishia sehemu fulani, isingeweza sikio likazidi kichwa. Maana yake ilikuwa swala la kufungwa ni wakati tu. Issue ilikuwa ni kwamba anafungwaje, yani hizo alama 3 anazipata katika uhalali unafuata kanuni au sio kihalali. Na tulichokiona maana yake kila mmoja kazibwa mdomo wazi. Young Africans kapata alama 3 safi, goli 3 safi, na pengine kaonewa kabisa, tofauti na vile ambavyo wengi tulifikiria kwamba Yanga akicheza mara nyingi anabebwa yeye, ila katuonesha kwamba ana uwezo wa kukamiwa na watu wengi, akaombewa mabaya na watu wengi, lakini bado akapata alama 3 na bado akaonewa yeye. Sasa maana yake zilikuwa ni goli 4 na goli la msimu kabisa lilikataliwa pale. Kwa Young Africans ni ya moto na sio timu yote ya kuweza kuizuia kwenye msimu huu. Kilichobaki ni kila mmoja tu kushinda mechi zake, ndiko ambako tutajua pengine huyu atakakutana labda na shida fulani, wachezaji wakaamka wakawa na siku mbaya kazini akapoteza mchezo. Lakini ikija kwenye tough game, ichezwe game kama game, Young Africans hakuna mtu wa kuistopisha kwenye ligi hii kwa sababu ya quality waliokuwa nayo. Huwezi kuilinganisha na vilabu vingine ambavyo mara nyingi level yake wachezaji wao waliokuwa nao wanafanana. Unaamini kuwa klabu ya Yanga ndio timu pekee yenye wachezaji bora wenye performance nzuri? Sio pekee. Zipo timu nyingi sana hapa Tanzania zenye wachezaji bora sana, lakini ubora unatofautiana. Unajua hata bidhaa unavyoziuza, ukiuza biskuti fulani hii zote ziwe na ladha maziwa, lakini kikubwa ikitengenezwa na kiwanda tofauti, kila kiwanda kitakuja na ladha yake tofauti. Kwa hiyo maana yake ubora wa wachezaji waliokuepo Yanga una quality ya pekee, tofauti na quality ambayo tunaiona kwa wachezaji waliopo maybe Simba, Azam, Tabora, Singida, na kama hao tu nimewataja, maana yake hata kina JKT ndio wamepitwa mbali zaidi hawa na kina Ken Gold. Kwa hiyo Yanga ina level yake kama ngazi 2 hivi kwenda juu, alafu ndo kuna ngazi nyingine zinaanza kushuka kwa ajili ya timu nyingine ambazo zinashiriki ligi kuu. Si dhambi na wala si kwa ubaya, lakini ni karata nzuri za kuzichanga wakati unasajili wachezaji. Unasajili wachezaji kwa lengo lipi na utawatumia kwa wakati gani, na hasa katika timu mpate kiongozi ambaye ana jicho la kufahamu wachezaji, hata kama akipigwa na hawa wanaowaletea mawakala, ana namna ambavyo anaweza akalisolve. Kwanza akasema hapa kweli nimepigwa, lakini wakati mwingine sirudi makosa. Wakati Engineer Hersi anaingia Young Africans, alianza kwa kupigwa sana wachezaji. Walikuwa analeta wachezaji wa kuchekesha hapa. Lakini kadri ya siku zinavyozidi kwenda, yeye yule tuliokuwa tunamkosoa kwamba anampiga, yani watu wakawa wanasema kwamba hadi Engineer Hersi anampiga DGSM kwamba kwenye usajili. Kutokana alikuwa anapigwa, watu walikuwa wanasema anampiga, kumbe hakuwa anampiga. Labda ni kwa sababu ya aina ya wachezaji, hakuwa na experience ya kwenda kusajili wachezaji. Ndio maana uongozi wake mwanzoni pale alianza kupata shida sana.
Sasa nini kimeendelea? Kwani sasa hivi sasa hivi ndo tunaamini hampigi. Huenda sasa hivi ndo anampiga, lakini ameleta wachezaji bora sana. Kwa ndo nasema kiongozi, timu ikiwa na kiongozi bora mwenye jicho la kuona wachezaji, ni ngumu sana kupoteza ubora wake. Ndio maana Young Africans umeona sasa hivi na quality hali ya juu wachezaji, lakini bado msimu ujao inahusishwa na wachezaji wengine wenye quality pia kutajwa. Na si tu kuhusishwa ili kuuza magazeti, lakini tayari wameanza mazungumzo na baadhi ya wachezaji. Kwa unaona kabisa mchezaji timu kama hii iko serious. What if Young Africans hii inampata Jonathan Soa, inakuwa ni Young Africans ya aina gani? Maana yake inazidi kujichimbia kwenye kilele cha tofauti. Kwa hiyo hivyo Yanga iko bora, tusubiri kuona tuhitimisho la msimu na tuone. Unaweza ukawa bora lakini ukafungwa. Hilo aliwezi kugeuka. Yaani kuna timu kibao zimekuwa bora na zinafungwa. Kwa hiyo maana yake ni wewe tu siku hiyo umejiandaaje kuelekea kwenye mechi husika. Utakavyoingia mwenyewe kwenye mfumo. Utakavyoingia mwenyewe. Si ajabu hata Young Africans kesho akafungwa na Coastal. Sio kwamba Coastal ni bora kuliko Young Africans. Ila tu ni namna ambavyo Coastal wamejiandaa kuwavaa Yanga na Yanga walivyojiandaa kuwavaa Coastal. Ukiwavaa kitoto anakupiga kikubwa. Wewe ukijiandaa kikubwa maana utaenda kuwapiga kitoto. Sasa ni wewe tu jinsi ambavyo utakavyojiandaa na kuingia kwenye hii mechi. Hivi ni kweli Pacome Zouzoua ndio anaibeba Yanga pale? Kwamba kwenye swala la upatikanaji wa matokeo yeye anachangia sana? Pacome Zouzoua amekuwa na performance ya juu sana kwa siku za hivi karibuni, lakini tukitumia neno la kwamba ndiye mchezaji anayeibeba Young Africans ni tunakuwa tunawabeza wengine, kwamba tunambeza Ibrahim Baka anayekaba kule, tunambeza Djigui Diarra anayedaka kule. Kwa nini tusiseme Djigui Diarra anaibeba Young Africans? Kwa sababu anatengeneza safu bora ya ulinzi. Mimi nafikiri kila mchezaji anatimiza wajibu wake. Kila anachokifanya Pacome ni moja ya majukumu yake ya kuyatimiza kazini, kwenye mkataba wake kafika kaandika, ndo kazi yake. Kwa hiyo kila mmoja anayatimiza kwenye wajibu wake. So hata kwenye makazini huku kawaida uwezo ukakuta kila mmoja labda anayetimiza labda tuseme labda mamalishe yule anatimiza wajibu wake wa kupika chakula chake, lakini mamalishe wa nyumba ya pili pale pia anatimiza wajibu wake kwa kupika chakula chake, lakini chake kikawa kitamu zaidi kuliko mamalishe yule mwingine. Mmoja anaishi kwenye ubora wake. Pacome ni bora, anacheza kwenye ubora wake, lakini sio lugha sahihi kutumia kwamba wanaibeba Young Africans. Ukisema hivyo maana yake kina Max wajisikiaje? Kina Max ufanye kazi bure? Sidhani kama Pacome anaibeba Young Africans. Nadhani wana timu weki zaidi. Na hili sio kwa sababu ya kuwapaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Na hili ni kuliweka wazi ili kuwapasua watu wengine waweze kutambua tofauti ya Young Africans na Simba Sports Club katika safu yao ya ushambuliaji. Young Africans ina wachezaji bora sana, pengine kuliko Simba Sports Club. Yes, Young Africa of course uwezi ukapata mshambuliaji bora ndani ya Simba ambaye yuko juu ya Dube. Uwezi kumkuta. Uwezi kumkuta mchezaji huyo Mpanzu ambaye tunasema ni bora, huo Mpanzu mwekee Pacome. Huo upande unaondoka na Pacome, Mpanzu unamwacha. Upande wa Kibu Dennis utachagua umweke Max, umweke nani? Utamchukua Max mbele ya Kibu. Kwa hiyo utagundua Young Africans ina wachezaji bora wenye uwezo mkubwa kuchezea hata mpira kuliko wao. Lakini Simba ni kana kwamba wale wachezaji wanataka kujionyesha nao ni wakubwa, kumbe si wakubwa kwa namna ambavyo wanacheza. Pale mbele sehemu ya kucheza zile square pass, sehemu ya kucheza penetration pass, wenyewe wanakokota mipira ile anakwenda namna gani pale. Zamani akina Olimboka na mpira, Olimboka Mwakingwe ndo kile ambacho anakileta Mpanzu leo. Mpanzu ya zamani sana. Siku hizi ni Mpanzu, Kibu Dennis, Jean-Charles Ahoua Ateba. Yaani hivyo sio Ateba ndo Simba kinachoangusha. Sasa Yanga na mapepe yao yote wakifika kwenye line yao wanataka kukupiga msumari wa tumbo, ndo wanapoanza sasa Pacome, Maxi, Azizi katika unashangaa Azizi imeenda kwa Aucho. Unawaza Aucho kashaipeleka kule kwa Maxi siju kwa Dube. Kamba tayari wapo kwenye kibendera waite kati. Ndio tofauti ya ukubwa wa hizi timu. Wakibadilika Simba wacheze hivyo 1-2 let's go. Wanaondoka kabisa Michel Nasri anakufa, lakini wakija ile anakwenda Emmanuel Gabriel zamani la Toboi. Kwanza kwenye hili swala mjadala wa kumfananisha Pacome Zouzoua na huyo Elie Mpanzu. Hivi kwako wewe unaliongelea vipi? Huenda Pacome Zouzoua ni mwepesi zaidi kwenye kuamua maamuzi na kwenda kuangalia goli, lakini upande wa Elie Mpanzu ni mwingi wa skills na speed kuliko Pacome. So Pacome maana yake ana faida zaidi kwenye timu kuliko Elie Mpanzu. Pacome licha ya yote anayoyafanya, lakini target yake ya kwanza atoe assist bora mafunge. Lakini Maxi Mpanzu
yeye atataka kwanza acheze na jukwaa, alifanyaje, kugeuze. Alafu sasa cha ajabu ambacho ni kosa kubwa sana, naamini ndio sababu iliyomnyima Eli Mpanzu nafasi ya kucheza pale Genk Ubelgiji, ni kwenye pigo lake la mwisho. Eli Mpanzu atakufanyia yote mazuri, atawakokota, hata timu nzima mzinaweza msimkabe. So, okay, what next? Mwenzeni anapiga kati, tuangalie kuna nani, anafanyaje, itamkuta kipa, itamkuta beki, finishing yake ndio shida inakuja hapo. Anafanyaje ule mpira aliokokota nao kuanzia huko? Ndio hiyo shida. Lakini Pacome hakupi hivyo. Yeye Pacome anakupa penetration pass kweli. Kama anaenda hivi kaipiga huku. Tofauti ipo kubwa sana. Mchezaji ambaye ni bora na mchezaji ambaye ni machachari, ni tofauti yao iko hapo.